Kuna kipindi fulani ambacho niliwahi kuwashuhudia jinsi ambavyo Yesu aliniokoa na mashambulizi ya Lucifer. Niliwaambia hapa na kwamba Lucifer alikuja mwenyewe, lakini kwa neema ya Roho Mtakatifu nikawa nimemshinda. Sasa hivi karibuni pametokea ataki nyingine kutoka kwa malkia wa kuzimu. Naweza nikasema kwamba ni yule anayetoka kifuani pa Lucifer. Alikuja na ataki isiyokuwa ya kawaida. Of course ule usiku mimi naweza nikauita ni usiku wa mauti, kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo ilitakiwa niondoke physically, lakini kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya Mungu aliye hai bado ameendelea kutupa kushinda na zaidi ya kushinda. Kitu ambacho nataka nikwambie ni kwamba watumishi wa Mungu waliokubali kusimama na kuipeperusha ile vita yao sio ndogo, na kadri Mungu, ni vile tu hatuzungumzi yote, lakini kadri Mungu atakavyoendelea kunipa neema ya kuwa hapa, nitaendelea kukushuhudia the way ambavyo ameendelea kunipa ushindi na jinsi anavyoendelea kuwapa ushindi watumishi wake dhidi ya vita za kiroho. Kuna kipindi ilitakiwa tupate ajali uso kwa uso, na ilikuwa inaelekea hapo, ni mchoro uliochorwa kukamilishwa uso kwa uso, lakini Mungu alisimama na kusema kwamba huu sio wakati wa ajali, kila jambo na wakati wake. Huu sio wakati wa ajali, huu ni muda wa kazi ya kuhubiri injili takatifu. Na kwa sababu hiyo Roho Mtakatifu akawa ametuokoa na hiyo ajali mbaya ambayo ilikuwa imekusudiwa kutokea. Sasa kuna hili tukio la kushambuliwa na malkia wa kuzimu ambapo walikuja. Kitu ambacho kifahamu ni kwamba kuzimu kuna wakati ikiamua kufanya vita na wewe, itafanya nawe vita inaitwa damu kwa damu, mfupa kwa mfupa, mshipa kwa mshipa. Yaani watahakikisha huo mwili wako wanauharibu wote. Na kuna baadhi ya matukio machache sana ambayo huwa yanawapata baadhi ya watu, vifo vya namna hii ambavyo ni matokeo ya mashambulizi ya kuzimu. Wengi mmeshawahi kusikia kwamba wahubiri wameuawa au watumishi wa Mungu wameuawa. Wakati mwingine hakijulikani ni nini kilichowaua. Unakuta ghafla tu mnakuta amejifia hapo, amekauka ghafla. Yale ni matokeo ya mashambulizi ya vita za kuzimu ambazo huwa zinapata mlango wa kumwataki huyo mtu kupitia kitu kinaitwa udhaifu. Na ndio maana mtu wa Mungu hatakiwi kukiri udhaifu. Kuna watu wameokoka ana udhaifu wa hasira, mwingine ameokoka ana udhaifu wa malalamiko. So kupitia ule udhaifu